siku ya leo sana tutajikita kwenye ajenda ya ufunguzi na ajenda ya aina ya uongozi. Sasa kwenye aina ya uongozi humo ndo tukishakubaliana uongozi unakuwa wa aina gani, tutaleta pia na majukumu ambayo tulikuwa tumewapangia au viongozi vya discuss kwa pamoja. Sababu kuna nafasi humu ndani hazitagombewa. Yaani kuna nafasi humu ndani hazitagombewa. Kuna nafasi ambazo zitagombewa, watu watachaguliwa kwa kura, lakini kuna nafasi hazitagombewa, tutateua jina moja ambalo wajumbe watakuja, watalipitisha au watalikataa. Kwa sio kila nafasi humu itagombewa, sababu kuna nafasi zingine ni riski. Kwa mfano mhasibu. Mtu anagombeaje kuwa mhasibu? Kwa nini agombee kuwa mhasibu? Anataka nini kwenye huo uhasibu? Atumie labda pesa kupata uhasibu, halafu aje kuzilinda pesa zetu ambazo ametumia pesa kupata hiyo nafasi. Kwa vitu kama hivyo haviwezekani. Lakini pia kwenye katiba hapo tulidiscuss, tukaenda mbali kidogo, sababu ni umoja. Kama hata kampuni ya mtu mmoja anaiweka kisheria, anakuwa na mwanasheria wake. Sasa pia kwenye umoja wetu tuliona kuna sababu ya kuwa na mwanasheria. Kwanza huyo mwanasheria atatusaidia namna ya kuseti katiba yetu. Sababu huko mbele tunakoenda hatujui. Kuna mtu kesho anaweza akataka kutoka, akawa na yeye ana haki zake, atazipataje? Sasa huyo mwanasheria atatusaidia kuyaona hayo na kutuambia sasa hizi sheria mziweke kwa staili hii. Huyo mwanasheria tukikubaliana tutamtafuta, kama atatusaidia bure inshallah, lakini kama atatuomba chochote tutadiscuss kwamba alichotuomba tutaweza kumlipa. Lakini kuwa na mwanasheria ni kitu ambacho tulidiscuss kabisa kuwa nacho. Sasa baadaye tuna plani kuja kufanya miradi ya pamoja. Hiyo miradi ya pamoja inaweza kaleta shida. Sasa ili hizo shida tuje kuwa na uwezo wa kuzitatua vizuri, lazima tuwe na sheria, na kwa bahati mbaya humu wengi si wataalamu sana wa sheria. Sasa tukimpata mwanasheria, yeye atatusaidia kuziweka, na mwisho wa siku kama kuna mtu atakuja humu ndani kugeuka, mwanasheria atasimama, atasema hao watu walikubaliana hivi, dokumenti zao ziko hivi, usajili wao wamefanya sehemu fulani, mkitaka mnaweza mkaenda kujiridhisha, jambo linakuwa jepesi kabisa. Sasa jamani, tutazindua tarehe 6 mwezi wa 4. Tutazindua umoja huu tarehe 6 mwezi wa 4. Ndio itakuwa siku ya uzinduzi rasmi. Umoja umeshaanza kwa sababu tayari una wanachama, lakini umoja huo utazinduliwa tarehe 6 mwezi wa 4. Sasa bwana John uliuliza maswali ya kwamba unatakiwa uzinduliwe kikiwa kimeshasajiliwa, kikiwa kimeshafanywa nini, kikiwa kimeshafanywa nini. Yote yanawezekana. Tunaweza tukazindua kabla hatujasajiliwa, tukaendelea na zoezi la usajili, au tukazindua ndio tukaendelea na zoezi la usajili. Yote yanawezekana. Sababu kuna mfano, kuna vikundi mpaka leo vipo vina miaka hata 6 bado havijasajiliwa na vinafanya vizuri tu. Vinafanya vizuri tu. Hatujawahi kusikia vimezulumiana, hatujawahi kusikia vimegombana. Kwa hiyo tutazindua, tukishazindua ndio tutaendelea na zoezi la usajili. Siku ya uzinduzi itakuwa tarehe 6 mwezi wa 4 2025. Maana yake ni nini? Ni mwezi ujao. Ni mwezi ujao. Wiki 2 au 3 zijazo huko mbele tutakuwa na zoezi la uzinduzi. Na kwa bahati mbaya au nzuri, tunahitaji tufanye uzinduzi kweli kweli. Tunahitaji tufanye uzinduzi kweli kweli. Tumalize kwa kusema
Dhima, malengo na nia ya umoja huu ni kuwakutanisha vijana wa discuss changamoto zao kwa utaratibu wao. Hatuko kisiasa, hiyo na kazia. Humu ndani wengi ni wanasiasa, lakini kwa humu ndani hatuko kisiasa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu tuna sehemu zetu zingine za kufanyia siasa. Tuna vyama vyetu huko. Mfano mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Babu hapa ni mwanachama wa Chadema. Madamu hapa hana chama. Kwa hiyo sasa hatuta entertain siasa humu ndani. Hatuko hapa kisiasa. Na hatuko hapa kumlaumu mtu yeyote kwenye hii nchi kwa changamoto zetu. Hatuko kisiasa, lakini vile vile hatuko kumlaumu mtu yoyote kwenye hii nchi kwa changamoto zetu. Lakini tutakaa tuangalie kama vijana ni changamoto zipi zinatukabili na tuangalie wapi pa kuzipeleka ambapo tutahisi tutapata utatuzi wake, si vinginevyo. Kwa majina ninaitwa John Onyango, ni mkazi wa mtaa wa Starehe, kata ya Nyamisangura, Tarime mjini. Mimi ni mjumbe wa umoja wa vijana wa mjini. Umoja huu ni umoja ambao tumeuanzisha wenye lengo la kuwakusanya vijana wote wa Tarime mjini katika masuala ya kimaendeleo, lakini vile vile katika masuala ya kimaendeleo yanayohusu sisi kama vijana, lakini vile vile kushiriki katika mambo ambayo yanahusu jamii pale serikali itakapokuwa imetuhitaji katika mambo aidha ni usafi wa mazingira, kuchangia damu, kusaidia makundi mbalimbali. Tunatambua kwamba jamii ina changamoto nyingi, na sisi kama vijana tuna changamoto, na sisi kama vijana ndiyo taifa la leo la kuweza kusemea jamii yote ya wilaya yetu ya Tarime mjini. Leo ilikuwa ni siku ya kikao. Kikao hiki kilikuwa ni kikao cha kujadili uzinduzi wa siku ya kikundi chetu hiki cha umoja wa vijana. Katika siku hii ya leo, katika kikao hiki ambacho tumekiendesha vizuri kupitia viongozi ambao wamekaimu kwa muda, kikao hiki kimejadili mambo mbalimbali. Kwanza kabisa kimejadili uzinduzi huu ambao tunatarajia tarehe 6 mwezi wa 4 kiweze kufanyika. Na yapo mema mengi ambayo tumeyajadili. Lakini katika yote lengo ni kuhakikisha kwamba vijana wa mjini tunainuana. Lakini lengo ni kuhakikisha kwamba vijana wa mjini tunahitaji serikali itambue kwamba Tarime ina vijana waaminifu, Tarime ina vijana shupavu, Tarime ina vijana wachapakazi. Kwa pamoja kupitia vijana sisi, serikali kitutumia, tutafanya mambo mema ambayo ni mazuri ya kuigwa na wale wote walio nje ya wilaya yetu. Majina yangu naitwa Emiliana Gideon Skari. Ni moja ya wajumbe wa chama kilichoanzishwa hapa mjini cha vijana cha umoja wa vijana Tarime. Leo tulikuwa na kikao, lakini pia tumezungumzia ajenda tofauti ikiwemo na uchaguzi wa viongozi ambao watakwenda kutuongoza katika kundi hilo. Tunajikita sana kwenye huo uchaguzi. Tunamwomba Mungu pia atusaidie, kwa sababu tunahitaji watu makini ambao wataweza kuendesha kundi sio kwa hekima zao wenyewe, lakini kwa hekima ya Mwenyezi Mungu, ila pia viongozi wenye huruma na kujua nini wanafanya pamoja na vijana. Viongozi ambao watatusaidia kukua kiuchumi, kumkwamua kijana kutoka kwenye uchumi wa chini kwenda wa juu, lakini pia kwa mawazo. Tunakutana watu tofauti. Kwa hiyo tunawakaribisha vijana wenzetu, karibuni tuungane pamoja ili tuendelee na umoja huu. Lakini pia tuna jambo letu ambalo tunashirikiana kwa umoja kabisa, ambapo mwenzetu akipata matatizo. So tunatamani tuwe na ongezeko kubwa la vijana, lakini wenye vision katika eneo hilo. Karibuni. Majina naitwa Sabato Isaac Emmanuel, almaarufu Msweden hapa mjini. Ndiye mpaka sasa ndiye mwenyekiti wa umoja wa vijana wa mjini.
ambao tunategemea, tunatamani kuzindua siku ya tarehe 6 mwezi wa 4, ambayo ndio itakuwa siku ya uzinduzi wetu. Itakuwa event kubwa, sababu tunatamani issue ijulikane, sababu sio issue off, ni issue yenye malengo mazuri kwa kijana wa Kitanzania, sio Tarime tu. Ikiwezekana vijana wengine nao walitazame hili kama sisi tulivyolitazama Tarime, watengeneze vitu kama hivi ambavyo pia vitakuwa na msaada nao. Hii issue au moja tunaufikiria mbali sana, na tunamuomba Mungu atusaidie, atupe afya, atuendelee kutupatia mawazo ya namna gani tutafanya ili hiki kitu kisimame siku moja, kije kuwa na tija kwenye taifa letu. Hatuwezi kuwa tunakaa tu siku zote tunalaumu tu serikali haituajiri, serikali haitufanyii hivi. Pengine serikali haipo kwa ajili ya kukufanyia hayo yote. Pengine kuna mengine hujajiseti tu vizuri kwa ajili ya kusaidiwa. Sasa tumetengeneza huu umoja ili kwanza tujisaidie sisi, halafu yale yatakayotushinda tuangalie nani anaweza kutusaidia. Umoja huu haujatengenezwa kwa ajili ya kumlaumu mtu. Unaweza ukakaa unamlaumu kiongozi fulani, ukakaa unamlaumu mwanasiasa fulani, ukakaa unamlaumu mtu yeyote, lakini pengine lawama zako ndizo zinazokusababishia kuchelewa kusaidiwa. Sasa sisi tumeyaona hayo, tukaamua kutengeneza umoja wa vijana wa mjini Tarime kwa ajili ya lengo la kwanza kusaidiana wenyewe. Kama leo tunachangia msiba wa ndugu yetu Dennis Tobias ambaye amefiwa na mama yake, tunatarajia kumstiri siku ya tarehe 18. Mungu amejalia tumekusanya fedha mpaka sasa hivi tunakimbilia 320,000 zitasaidia pale, lakini kuna masuala ambayo kama vijana yanatukabili. Hayo tutakaa kwenye umoja wetu, tutayadiscuss kama yatakuwa kwenye level yetu. Hatutamuomba mtu yoyote kutusaidia, lakini kama yatakuwa juu ya uwezo wetu tutaangalia nani atatusaidia. Asante.